kuelezea na kuitambua maana halisi ya Pasaka kiBiblia ni nini? Okay. Kwanza namshukuru Mungu kwa nafasi hii nzuri ambayo nimeipata kwenye kipindi hiki kizuri. Na Pasaka ni sherehe ambayo wana wa Israeli walikuwa wakiifanya kila mwaka. Wanasherekea ushindi wa namna Mungu alivyokuwa amefanyaje, amewapigania. Sababu ukiona Pasaka inaanzia mambo wakati wa Musa. Wanasherekea Pasaka baada ya Mungu kuwa amewasaidia wana wa Israeli. Kwa hiyo walijiwekea wao kwamba kila mwaka wanafanya hiyo sikukuu ya Pasaka. Kwa hiyo Wayahudi wameendeleza hiyo. Wameendeleza. Na siku hiyo mara nyingi ni siku ambayo watu wa wanachinja mikate isiyotiwa chachu. Mikate vinywaji vile wanakunywa, lakini pia wanajumuika na watu wasiojiweza, masikini, ombaomba. Yani inakuwa ni sherehe ya wote. Yani sio sherehe ya nyumba fulani au eneo fulani, inakuwa ni sherehe ya nchi nzima. Watu, kwa sababu maandiko yanasema wana wa Israeli wote walikuwa wanasherekea. Kwa hiyo tunapozungumzia neno Pasaka, Pasaka hakuileta Yesu. Kwa nini hakuileta Yesu? Biblia ama so Biblia tuseme wengi wanafasiri kwamba Pasaka tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sasa ni kutokuelewa tu. Ukweli, uongo ukizungumzwa sana unageuzwa kwa ukweli. Ndio. Tupo kwenye dunia ambayo ubishi ndio elimu. Okay. Yani kuna watu wamegeuza ubishi ndio elimu. Sasa ogopa sana mtu ambaye anaamini ubishi ndio elimu, alafu elimu haijui. Kwa sababu tukisoma maandiko, tuchukulie mfano maandiko yanasema kitabu kile cha Luka, sura ile 22 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema ikakaribia siku ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka. Kwa sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Namba 1 Na wakuu na makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wale tenashara. Akaondoka akaenda akasema wakuu wa makuhani majemedari jinsi watakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakatafuta pakupatana naye, wakampa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao wasipokuwa mikutano. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu iliyompasa kuchinja Pasaka. Sasa wewe kama ni Mkristo uchinji, ni mjadala mzito. Mimi nafikiri kwenye pita zangu za mitandao mimi ndo mhubiri wa kwanza duniani kuchinja. Tutaliongelea hilo. Wananishangaa, wananiona mchawi, wanaona mwanga. Tutaliongelea hilo. Okay. So anasemaje? Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilimpasa kuchinja. Yesu anachinja, wewe ni nani? Kachinje. Anasema hivi, akawatuma Petro na Yohana akasema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kula, tupate kuila. Wakamwambia, wataka tukuandalie wapi? Salasala au kwa mtumishi au studio? Akamwambia, tazama, mtakapoingia mjini. Nimeandikwa kwa mtumishi studio. No, najaribu tu. Akamwambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanaume. Ndio. Mkichukua mtungi wa maji, mfateni mkaingie katika nyumba mtakayoingia yeye. Na mtamwambia yeye kwenye nyumba, mwalimu akikuambia, kiko wapi chumba cha wageni tupate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Alama ya kuuliza. Kwa hiyo Yesu ndio anafanyaje? Anashiriki Pasaka aliyoikuta. Yaani kuna Wakristo wengi leo wanajua Pasaka kaileta Yesu. Sio kweli? Pasaka ilikuwepo toka zamani. Wakati wa Musa Pasaka ipo. Ndio. Wakati wa manabii Pasaka ipo, wakisherekea ushindi wa namna Mungu alivyowasaidia wana wa Israeli. Kwa sababu na Yesu pia
yupo pale. Akasema na yeye, unajua Yesu alimesherekea Pasaka mara ngapi? Mara 2 kwenye Biblia. Mara ya kwanza akiwa mdogo. Ndio. Mara ya pili utu uzima. Mdogo amefanya bila kujua, si ni mdogo. Lakini utu uzima anafanya yeye kama yeye, kwamba okay, hata kama mimi nilikuwa mdogo, lakini sasa mimi ni mtu mzima na sherekea Pasaka. Ikafika siku ya Pasaka ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilimpasa kuchinja. Kwa hiyo inabidi Wakristo wanunue vyakula, wachinje, mikate, soda, juisi, wakusanye watu wale washerekee, sio kujifungia chumbani. Sasa mimi nimeiboresha katika Revelation ni kuwaeleza wafuasi wangu na watu wanaoniamini duniani. Utakiwi kula peke yako hiyo siku chakula siku ya Pasaka. Kwa sababu Yesu anasema nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Nilikuwa naumwa, hamkuja kuniona. Nilikuwa gerezani, hamkuja kunitazama. Ukimgusa yatima, umegusa mboni ya jicho la Mungu. Ndiyo. Kwa kifupi, watu hawataki kutoa sadaka kumpa mchungaji. Watu wanatakiwa kutoa chakula kumpa mchungaji. Maandiko yanasema leteni chakula, leteni zaka kamili ghalani mwangu. Ghalani kwa Mungu, si ndio? Leteni chakula ghalani ili pasikosekane chakula. Sasa mchungaji anatakiwa kupata chakula, kuvaa vizuri, kuwa na muonekano mzuri, kuwa na nyumba nzuri, si ndio? Kuwa na gari nzuri. Lakini lazima kuwepo na sadaka zinazokwenda kwa yatima na maskini. Kama we ni Mkristo, sadaka zako haziendi kwa yatima na maskini, huwezi kufanikiwa. Ndio maana maskini wengi anafanikiwa mchungaji, waumini maskini. Kwa sababu Mungu anaangalia, mimi sadaka zangu hazijanifikia, mziko tumboni kwa mchungaji IPM. Akipita hapo IPM kama waziri mkuu hivi, Range Rover anakibizana hivi. Sio dhambi mchungaji kufanikiwa, lakini sura ya mchungaji ndo sura ya anaowaongoza. Kwa nini waumini masikini? Kwa sababu Mungu aoni sadaka zenu zipo kwenye matumbo ya wachungaji. Wanajenga mahoteli huko, wanajenga mamiradi, majumba ya kifahari, wana mamiradi huko. Ninyi hamna chochote, kwa sababu Mungu anaona mbona hazijawafikia. Sadaka zinatakiwa ziende kwa watu hawa wawili, masikini na mjane. Ndio maana Yesu anasema ukimgusa yatima umegusa mboni ya jicho ya Mungu. Yaani hajasema ukimgusa mchungaji, amesema ukimgusa yatima umegusa mboni ya jicho la nani? La Mungu. Ndio maana unaona ndugu zetu hawa kina Lugumi, mtu anajenga gorofa 5. Gorofa 5. Akae nani? Akae masikini, akae yatima. Ni jambo dogo hilo? Sasa sisi hatuwezi kukaa kimya kwa watu kama hawa. Tunawatolea mifano kwa sababu wamefanya kitu ambacho hata maaskofu hawafanyi. The Spirit Show.